mafuta ya ufunua neno juu yake, mafuta ya ufunua neno juu yake. Roho Bwana, achilia hayo mafuta ya ufunua neno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unaweza ukamshangilia tena Yesu. Haleluya, haleluya. Jesus. Ninakuomba tu usogee kwenye kiti chako sasa asubuhi ya leo. Haleluya. Kuna watu walisafi kidogo na kwenda kukaribisha watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Roho yangu inakufurahia sana wewe ambaye umefika asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie Yesu wakati mtumishi wa Mungu anakwenda kusimama. Shangilia tena kwa Yesu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya siku ya pili ya kile ambacho Mungu alikuwa kujifunza. Asante kwa ajili ya Roho wako mwema ambaye yuko pamoja na sisi, Roho ya hekima, Roho ya maarifa. Asante kwa ajili ya ufunuo ambao Mungu umetuwekea katika maandiko. Asante kwa kile ambacho Mungu anatufundisha tena. Asante kwa ajili ya yale ambayo Mungu anatukumbusha tena. Ninaomba Roho wako mwema afungue tena akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunajifunza kwa habari za wokovu. Tumeanza siku ya jana kuzungumza habari za wokovu, tukizungumzia redefine wokovu, redefining salvation, kuelezea tena wokovu, kutoa tafsiri tena kuhusu wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumepewa kitabu cha Waebrania. Tunasimamia mistari ya Waebrania sura ya 2. Mstari wa kwanza mpaka wa 4, lakini msisitizo wetu upo kwenye mstari wa 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 4, lakini msisitizo wetu upo kwenye mstari wa 3 ambao unasema, sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nilizungumza siku ya jana nikasema neno wokovu unapolikuta kwenye Agano Jipya sio neno jipya kuliona kwenye maandiko. Lilikuwepo tokea Agano la Kale, lilikuwa linatumika tokea Agano la Kale, lakini kuna kitu cha ziada ambacho kilikuja kwenye Agano Jipya. Kuna kitu cha ziada ambacho kilikuja kwenye Agano Jipya kikasababisha usiwe tu wokovu, lakini uwe wokovu mkuu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tuliona package moja wapo ambayo wokovu huwa inakuja nayo ni furaha ya wokovu. Ni furaha ya wokovu. Naona Daudi akisema kwenye kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 12 kwamba unirejeshee furaha ya wokovu. Na jana tuliangalia faida mbalimbali za furaha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nadhani nianzie hapo kidogo, nizungumze kidogo kwa habari ya furaha ya wokovu kwa ufupi, alafu tuendelee kuangalia wokovu ni nini na mtu anawezaje kuokoka na nini ambacho kiko ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 52. Matendo 13 mstari wa 52. Matendo 13:52, maandiko yanasema, na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema wanafunzi walijaa nini? Furaha na Roho Mtakatifu. Hebu sema furaha na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Sasa wanafunzi ni wakina nani? Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, anazungumza kwa habari ya agizo kuu, akisema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi. Maanake wanafunzi ni wale ambao wanaamini Injili, wanafunzi ni wale waliookoka, wanafunzi ni wale ambao wamekubali kumpokea Yesu, alafu wanakaa kwenye darasa la kukulia wokovu. Anasema hao wanafunzi wote waliookoka, vitu viwili vinavyoonekana ndani yao baada ya kuokoka ni furaha pamoja na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo hatutaki tu kuona wanafunzi waliojaa Roho Mtakatifu lakini hawajajaa furaha.
Lazima wanafunzi wajae furaha, lakini pia wajae na nini? Na Roho Mtakatifu. Ni vitu viwili ambavyo Mungu anavikusudia kwamba mtu akija ndani ya Kristo atavipata. Atapata furaha, lakini atapata na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Warumi 14 mstari wa 17. Warumi 14:17. Warumi 14:17. Angalia andiko linaposema, anasema hivi, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kitu kimoja ambacho kinasababisha ufalme wa Mungu uwe imara ni furaha katika Roho Mtakatifu. Tunafahamu kabisa Biblia inasema pia ufalme wa Mungu si katika neno, lakini ni katika nguvu za Mungu. Lakini kumbe sio katika nguvu za Mungu pekee, ni pamoja na kuwa na haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa tunapoona ufalme wa Mungu popote unadhihirika, kumbuka Yesu anachosema kwenye kitabu cha Mathayo 6:33, anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kitu kimoja hapo kitakachokuonyesha kwamba ufalme umefika ni kwa sababu utakuwa na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu unataka kuzidishiwa hayo mengine yote, lakini inabidi utafute kwanza ufalme wake na haki yake. Lakini ili upate ufalme wake na haki yake, inabidi ujue indicators ambazo zitakuonyesha kwamba hapa ufalme wa Mungu umekuja, hapa ufalme wa Mungu tayari upo. Kuna vitu ambavyo ukiviona unajua ufalme wa Mungu umefika. Kitu kimoja hapo ambacho kitakuonyesha kwamba ufalme wa Mungu umefika ni furaha katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Yesu anaeleza baadhi ya vitu vingi ambavyo vikionekana hivyo tunajua kwamba ufalme wa Mungu umefika. Anazungumza, anasema kitu kimoja wapo kwamba yeye akitoa pepo kwa Roho wa Mungu, ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Maana ukiona madhihirisho ya nguvu za Mungu, ukiona madhihirisho ya uweza wa Mungu, unajua ufalme wa Mungu upo. Lakini pia ukiona kuna haki, ukiona kuna amani, ukiona kuna furaha, unajua ufalme wa Mungu uko hapa. Sasa nisikilize, sio tu haki, sio tu amani, sio tu furaha, lakini vinakuwa katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Hatuhitaji tu kuwa na taifa lenye haki, lakini haki katika Roho Mtakatifu. Hatuhitaji kuwa na taifa tu lenye amani, lakini amani katika Roho Mtakatifu. Hatuhitaji kuwa tuna watu wenye furaha, lakini tunataka furaha katika nini? Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, nguvu za Mungu utakapotembea nazo na ili zifanye kazi vizuri, zinafanya kazi vizuri kama una furaha katika hizo nguvu za Mungu. Warumi 15:13. Warumi 15:13. Anasema hivi, basi Mungu wa tumaini na wajaze ninyi kitu gani? Furaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema basi Mungu wa tumaini na wajaze ninyi nini? Furaha yote na amani katika kuamini. Kumbe kuna watu wengine wanaweza kuwa wanaamini lakini hawana furaha na amani katika kuamini kwao. Haleluya. Haleluya. Unatakiwa kuwa na amani na furaha kwenye kile ambacho unakiamini, kile ambacho Mungu amekupa kukiamini. Anasema Mungu akujaze furaha na amani katika nini? Katika kuamini. Maana imani yako inabidi isiwe tu imani juu juu, iwe ni imani ambayo inajaa na furaha ya kile ambacho unakiamini. Alafu anasemeje? Anasema mkipata hivyo kitu, mkipata amani na furaha, kitu kimoja hapo kitakachokuja, anasema mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbe ukiona mtu anatumaini, mtu anategemea nguvu za Roho Mtakatifu, ni kwa sababu sio tu kama anaziamini, lakini kwenye imani yake kuna furaha na amani. Kukiwa na furaha na amani kwenye imani yako, utazitumaini nguvu za Roho Mtakatifu, utazitegemea nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana Daudi akasema unirejesheni nini? Furaha ya wokovu. Alijua furaha ya wokovu itasababisha awe na tumaini kwenye nguvu za Mungu. Hatatumainia magari, hatatumainia idadi ya watu, hatatumainia fedha, hatatumainia akili zake, atamtumainia Mungu. Kwa sababu gani? Kuna furaha katika kuamini. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, ukitaka kulipokea neno la Mungu vizuri pia lazima uwe na furaha nalo. Ukilipokea neno, ndio maana Mungu anatupatia ile furaha ya wokovu tunapookoka. Anajua tunapookoka tunataka tupate mafundisho mengi, lakini kama hutakuwa na furaha huwezi kuyapokea mafundisho yakusaidia. Ili haya mafundisho yapate mizizi ndani yako, inabidi yapokelewe kwa furaha na huku unayaelewa. Furaha na unayaelewa. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6. Anasema hivi, nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana. Napenda ile andiko. Haleluya.
Anasema nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana. Kumbe sio swala tu la kuwa wafuasi wa Bwana peke yake, ni swala la kuwa wafuasi wa watu na wafuasi wa Bwana. Nitaeleza vizuri hapo mbele ninapozungumzia kuhusu kuokoka. Unawezaje kuokoka? Unapoenda kwenye wokovu, kuna wakati Mungu anakuweka chini ya watu, atakuweka chini ya watu. Usiwe tu mfuasi wa Bwana peke yake, atakuweka chini ya mchungaji, uwe mfuasi wa watu na wa Bwana. Haleluya, haleluya. Anasema hivi, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, angalia kipengele cha mwisho, anasema pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Kumbe kuna uwezekano wa kulipokea neno kwenye furaha ya Roho Mtakatifu. Anasema walikuwa kwenye dhiki nyingi, lakini kilichosababisha neno lipate nguvu hata kama wana dhiki, kulikuwa kuna furaha ya Roho Mtakatifu katikati ya hizo dhiki zao. Haleluya. Hii ndio inakusaidia unapopewa neno la Mungu. Haijalishi unapewa neno la Mungu kwenye mazingira magumu, mazingira ya dhiki kiasi gani, utalifurahia neno la Mungu kwa sababu kuna furaha ya wokovu ndani yako, kuna furaha ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo neno halipokelewi tu hivi hivi, neno linabidi lipokelewe kwa furaha. Na ukilipokea neno kwa furaha, ndio linakuwa na uwezo wa kuzaa matunda ndani yako. Lakini sikiza, sio furaha peke yake, lielewe pia. Si unakumbuka wale waliopo katika njia, Yesu anasema ndio wanaolipokea neno la Mungu kwa furaha, lakini hawana mizizi. Hautaki kufurahia peke yake, lazima uhakikishe unalifurahia afu unalikita kwa kulielewa ndani yako. Biblia inasema hivi, wale waliopanda katika njia ni wale ambao neno la Mungu wakilipokea, shetani anakuja kulinyakua kwa sababu hawajaelewa nalo. Kwa hiyo neno ambalo hujalielewa, shetani anaweza kaliondoa moyoni mwako. Sio swala kusoma tu neno, sio swala kusikiliza mahubiri, inabidi uelewe. Ndio maana tunakuja kufundisha masuala kama haya. Ndio maana Mungu anawapa walimu. Unajua maana ya kupewa walimu ni kwamba ulielewe hilo neno, uelewe kwa nini umeokoka, uelewe wokovu wako vizuri. Usipoelewa ni rahisi sana shetani kuja kunyakua kilichopandwa moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa jana tulianza tukazungumza masuala ya kuokoka na tukakuonyesha furaha ya wokovu. Na wakati tunazungumza kwanza masuala ya kuokoka jana, tulizungumza tukasema kuokoka tafsiri nyepesi ni kupona, si ndio? Au kunyakuliwa kutoka kwenye shida fulani, kunusurika kutoka kwenye shida fulani. Na jana tukaona shida mojawapo kubwa ambayo tuliokolewa kutoka kwenye hiyo ni dhambi na mauti. Nakumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Tulizungumza kwa undani kwamba pamoja na kwamba kuna vitu vingi ambavyo Yesu ametuokoa na tutazidi kuviangalia, lakini kitu cha kwanza ambacho alituokoa kutoka kwenye hicho ni kutoka kwenye mfumo wa dhambi na mauti. Na nikakwambia siku ya jana kwamba baada ya kupokea wokovu kutoka kwenye dhambi na mauti, tunakuwa tuna uwezo dhidi ya dhambi, tuna uwezo juu ya dhambi. Ndiyo maana tukitenda dhambi tunajisikia vibaya, kwa sababu ni kama tumejirahisisha hivi ili tufanye dhambi, kwa sababu tumepewa uwezo dhidi ya dhambi. Hebu sema nina uwezo dhidi ya dhambi. Sema tena nina uwezo dhidi ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lengo mojawapo la Mungu ni kutaka kila mtu aokolewe. Lengo la Mungu ni kutaka watu wote waokolewe. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2. Tuanzie mstari wa 3, tutafika mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 2. Tuweke mstari wa 3 vizuri. Tunaangalia mstari wa 3 mpaka wa 6. 1, 2, 3 anasemeje? Hili ni zuri nalo kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Hebu sema watu wote waokolewe. Sema watu wote waokolewe. Anasema ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majina yake. Hebu liache hilo andiko hapo, tuchambue vitu vichache kwenye hilo andiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisikilize, kila mwanadamu inabidi akubali jambo moja, kwamba yeye alipotea. Kila mwanadamu lazima akubali jambo moja, kwamba yeye ni dhaifu. Kila mwanadamu lazima akubali kwamba anahitaji msaada wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hebu sema mimi nilipotea, nahitaji msaada wa Mungu, mimi ni dhaifu, natakiwa kupatanishwa na Mungu. Kila mwanadamu lazima ajue hivi. Hana uwezo wa kujiokoa mwenyewe, anahitaji mwokozi. Kila mwanadamu lazima afahamu, sina uwezo wa kujiokoa mwenyewe, ninahitaji mwokozi.
na huyo Mwokozi ni huyu mmoja. Biblia imezungumza hapa, anasema Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni mmoja. Hajasema Mungu, amesema mwanadamu Kristo Yesu. Sijui hujaelewa, nadhani hujaelewa kwa nini ametumia mwanadamu. Tunafahamu Yesu ni Mungu, si ndio? Lakini hapa anasema kwenye Isaya upatanishi, Yesu hakuja kama Mungu, ilibidi aje kama mwanadamu kwanza. Kwa hiyo akikaa kama mpatanishi, ilibidi akae kwenye upande wa wanadamu, asikae kwenye upande wa uungu wake. Kumbuka, Yesu ni Mungu, Yesu ni mwanadamu, ana pati ya uungu, ana pati ya wanadamu, lakini kama mpatanishi aliamua akae kama mwanadamu ili awe anawapatanisha wanadamu na Mungu. Haleluya! Angekaa kama Mungu upande wa wanadamu, tusingekuwa na mtu wa kutupatanisha na Mungu. Ikabidi akae kama mwanadamu, experience maisha yetu kama wanadamu, aishi kama sisi wanadamu, alafu amwambie Baba, angalia, wanadamu tunaweza kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu wanadamu tunaweza kuishi maisha matakatifu, nitumie mimi kutupatanisha wanadamu na wewe. Haleluya! Kwa hiyo kama Baba angekuwa hana uhakika na wanadamu kuishi maisha matakatifu, anamwangalia mwanadamu Yesu Kristo, akasema kumbe wanaweza, ngoja nipatane nao. Haleluya, haleluya, haleluya! Mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine yoyote ya wokovu isipokuwa kupatanishwa na Mungu kupitia Yesu. Haipo njia nyingine yoyote, hakuna njia nyingine yoyote ya kupona. Haleluya! Hatuna lugha nyepesi yoyote zaidi ya kusema kama hujapatanishwa na Yesu, hujapatanishwa na Mungu kupitia Yesu Kristo, huendi mbinguni, utakufa, utaenda jehanamu. Haleluya! Tungejitahidi kupakapaka rangi na kuzungumza, lakini hakuna lugha yoyote. Kama mtu hajaokoka na Yesu akaja leo, ataenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Upatanishi ni kupitia mwanadamu huyu mmoja. Hebu sema mwanadamu mmoja, Yesu Kristo. Na alitoa damu yake, alimwaga damu yake. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 anazungumza, anasema kwamba ametupa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ametoa damu yake ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Tupe hiyo Waebrania 11, afu tutarudi kwenye hilo andiko. Kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi. Pele kutafutie kwa haraka hapa. Anazungumza, anasema nini hapa? Hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho. Mambo ya 17:11. Changanya kidogo, nizani 11:17. 17:11. Mambo ya 17:11. Hebu tusome ile andiko 1, 2, 3, nasemeje? Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kila mwanadamu alitenda dhambi. Biblia inasema hivi kwamba wote walitenda dhambi wakapungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Kila mwanadamu lazima akubali kwamba nilikuwa kwenye dhambi nikapungukiwa na utukufu wa Mungu. Angalia, ni damu ya Yesu pekee inayosababisha nafsi yako iweze kupatana tena na Mungu. Anasema ametupa hiyo damu juu ya madhabahu. Hao walikuwa watu wa Agano la Kale, walikuwa wanatumia damu ya mafahari, damu ya mbuzi, damu ya ndama, damu ya kondoo. Ilikuwa ni kivuli cha mema yajayo, kivuli cha kuja kutumia damu ya Yesu ambayo ni damu halisi ambayo tunaitumia sisi leo ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu. Haleluya. Sasa angalia, Yesu anapokuja kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, anapoingia ndani yetu, kitu kimoja hapo ambacho sisi tunatakiwa tukifanye ni kukubali kwamba yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lazima tukubali vitu viwili. Nisikilize, kwenye wokovu ambao Yesu anauleta, lazima ukubali vitu viwili. Lazima ukubali awe Bwana, lakini lazima ukubali pia awe Mwokozi. Haleluya.
Na hivi vitu lazima ujifunze kukiri. Kuna ukiri ambao inabidi uwe nao kuhusu wokovu wako. Kuna namna ambavyo ukiamini, kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi uviseme. Kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi uvikiri, useme hii ndio misimamo yangu kuhusu wokovu, na tukiviangalia hivyo vitu tutakubaliana kwamba umeokoka au hujaokoka. Haleluya, haleluya. Biblia inasema siri ya utauwa ni kuu, kwamba Mungu alikuja katika mwili. Lazima tukubaliane kwanza, Mungu alikuja katika mwili. Ndio maana watu wengine wanamuita Yesu kama tu nabii fulani, hatukubaliani nao. Wanamuita tu Yesu kama mtume tu fulani, wanasema sio Mungu, au tayari wameshakosa wokovu, kwa sababu swala la wokovu kwanza linaanza kwa kusema Mungu alikuja katika mwili. Haleluya. Huu lazima uwe ukiri wako kwamba Mungu alikuja katika nini? Katika mwili. Warumi 10:10 tupe. Kuna vitu ambavyo lazima uvikiri. Warumi 10:10. Moja, mbili, tatu, tusome ile andiko. Anasemeje? Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata nini? Wokovu. Ndivyo wokovu ulivyo, hauko moyoni peke yake. Usiseme tu namwamini Mungu moyoni lakini simkiri hadharani. Lazima umwamini moyoni na umkiri hadharani. Hebu sema, namwamini moyoni na ninamkiri hadharani. Hiyo ndivyo wokovu unavyokamilika. Unaanzia kwanza kuamini moyoni mwako, alafu unakuja kukiri huku nje. Nisikilize, usiseme tunaamini. Unafahamu watu wangapi ambao wanasema wanaamini? Tuna watu wengi wa kutosha ambao wanasema wanamwamini Mungu yupo. Mimi sijaokoka lakini Mungu najua yupo na Mungu ananisaidiaga. Bado hujaokoka na uendi mbinguni. Haleluya, haleluya, haleluya. Si mnakutana na wapendo huko? Yaani unajua mimi nachojua tu kwamba Mungu yupo lakini sijaokoka. Kama hujaokoka uendi mbinguni. Kuna utofauti kati ya kuamini kwamba Mungu yupo na kuokoka. Narudia, kuna utofauti wa kuamini kwamba Mungu yupo na kuokoka. Ngoja nionyeshe kitu. Angalia kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 19. Tuwekee Yakobo 2:19. Yakobo 2:19. Tusome hilo andiko. 1, 2, 3. Anasemeje? Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa hiyo ukisema namwamini Mungu, una tofauti na mashetani. Haleluya, haleluya. Kwenye swala la kusema tunaamini Mungu yupo, hata shetani na yeye anaamini. Kwa hiyo utakuwa unatuhakikishia sana kwamba umeokoka au wewe ni mmoja wa mashetani tu ambao naamini Mungu yupo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lazima utoke kwenye swala la kusema naamini tu. Ni kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna watu wengi huko nje, huko duniani, ukienda kuambia aise umeokoka, utasikia mimi nasali KKT, mimi nasali Moravian, au mimi nasali TAG. Hiyo haikusumbui. Umemkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa hiyo wakikwambia amina ndio kanisani na naamini Mungu yupo, ambia kumbuka ile andiko. Mashetani nao wanaamini. Ukienda kumshuhudia mtu anakwambia mimi naamini Mungu yupo, mwambie mashetani nao wanaamini. Inabidi umkiri kwa kinywa chako. Haishi kwenye kuamini kwamba yupo, inabidi umkiri. Mimi najua Mungu yupo. Hiyo haitusumbui. Tunachokihitaji ni kuona amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pata ujasiri kwenda kuwashuhudia watu. Haijalishi hapo makanisani umekutana na mchungaji, muulize mchungaji, umeokoka? Inawezekana hajaokoka hata yeye. Haleluya, haleluya. Unakutana mwimba kwaya mzuri, mwimbaji mzuri kweli kweli, anaimba mpaka wingu linashuka, lakini anaweza akawa hajaokoka. Jana wazungumza na pastor, Mungu anaweza kutumia hata vyombo ambavyo havijaokoka kufanya kazi. Kwa hiyo siku mtu anafanya kazi ya Mungu kafikiri ameokoka. Wengine hawajui wokovu ni nini. Sema mimi naamini Mungu yupo tu. Naamini Mungu anasaidiaga. Nisikilize rafiki yangu. Kuna swala la kuamini Mungu anasaidiaga, alafu kuna swala la kumwamini Mungu kama Bwana. Ngoja niende vizuri. Ngoja niongeze kitu. Wokovu unakamilika na mambo mawili nimesema, si ndio? Yesu kuwa Bwana na Yesu kuwa Mwokozi. Sasa nisikilize. Yesu anaweza akawa Mwokozi wa mtu afu asiwe Bwana wa mtu. Huo wokovu haujakamilika. Narudi taratibu. Ngegea yako mwambie hii ndio shule ya kiwalimu.
Haleluya. Ukitoka unasema kweli nimeelewa wokovu wangu ni nini. Wokovu inabidi uwe na maneno mawili, uwe na maneno haya mawili. Eneo la kwanza ni Yesu kuwa Bwana, eneo la pili ni Yesu kuwa nani? Mwokozi. Huku unaamini alikuwa ni Mungu aliyekuja katika mwili. Wanafunzi wa Yesu wote, Yesu akiwa duniani walikuwa wanamuita Bwana. Siku moja akawatokea baada ya kufufuka. Tomaso hakuwepo. Tomaso alipokuja akasema, wanamwambia Tomaso, Yesu kafufuka. Akamwambia, acheni ujinga. Tulikuwa wote pale kati tunaona jamaa anavyokufa. Siamini chochote, simsadiki yote kati yenu, mmechanganyikiwa nyie wehu. Haleluya. Sasa nyie ndio mna kitu kijakaa sawa kichwani. Nyie mkoona mwamba anapokata roho pale msalabani. Tulikuwa wote tunashuhudia kwa mbali. Yesu akaona okay, sio shida, ngoja nirudi wakati na Tomaso yupo. Alipotokea pap, Tomaso ashasema, mimi nisipoweka mkono wangu kwenye ubavu wake nikapapasa na mikono yake sisadiki kama amefufuka. Yesu alipotokea pa, akamwambia Tomaso, nini uamini? Njoo uniguse. Tomaso hakujaribu hata kumsogelea, ila kuna sentensi alisema Bwana wangu na Mungu wangu. Mara ya kwanza alikuwa Bwana peke yake, lakini leo nimegundua sio Bwana tu, ni Bwana na Mungu. Haleluya. Baada ya hapo wanafunzi wa Yesu hawakuendelea kumuita Yesu Bwana, waliendelea kumuita ni Bwana na Mungu. Haleluya. Kwa unaamini Mungu alikuja katika dunia, alafu hauishii kusema Mungu nisaidie kama Mwokozi. Inabidi umtazame kutoka kuwa Mwokozi uende kumtazama kama Bwana. Hebu sema nitamtazama kama Mwokozi na nitamtazama kama Bwana. Haleluya. Ukimtazama kama Bwana ndo anakuwa kiongozi wa maisha yako. Ukimtazama kama Mwokozi anakusaidia tu kutoka kwenye matatizo. Narudia, ukimtazama kama Bwana anakuwa kiongozi wa maisha yako. Ukimtazama kama Mwokozi. Nipe kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:10. Timotheo wa kwanza 4:10. Tusome ile andiko tena. Anasema hivi, kwa maana tunajitaabisha na kujitahidi kwa kusudi hili, kwa sababu tunamtumaini Mungu aliye hai, aliye mwokozi wa watu wote. Hebu sema mwokozi wa watu wote. Sema mwokozi wa watu wote. Afu akaweka kipengele cha mbele kile, akasema hasa waaminio. Unajua maana hao waaminio aliweka hapo ni watu gani? Anasema hasa wanaomuona kuwa Bwana. Kumbe Mungu ni mwokozi wa dunia nzima, lakini hasa waliomtazama kama Bwana. Kumbe ukimtazama kama Bwana na mwokozi, unakuwa ndo wale wa hasa ambao Yesu amekuja kwa ajili yako hasa. Lakini ukiwa unamtazama kama mwokozi, kweli ni mwokozi wa watu wote. Ndio maana mpagani anaweza kapiga magoti hapo nje akasema Yesu nisaidie. Yesu akamsaidia kama mwokozi, lakini bado hajaishi, huyo mtu hajaokoka bado. Unaweza ukawa mjui Yesu kabisa, lakini kama kwenye mazingira magumu ukamuita ukasema Yesu nisaidie. Yesu anaweza kusaidia hata watu ambao hawajamwamini kama Bwana, lakini lengo lake sio kukuacha umwamini tu kama mwokozi. Anataka umwamini kama mwokozi na umwamini kama Bwana wa maisha yako. Haleluya. Na hapa ndio kosa kubwa sana ambalo linakuja kwa Wakristo wengi waliookoka. Ni kwa sababu walikuja kwa Yesu kama mwokozi, aje kuwasaidia tu kwenye shida zao. Wakija huku ndani, saa nyingine wanakutana na mazingira magumu, wanamkatia tamaa kwa sababu walimtazama kama mwokozi peke yake, hawakumtazama kama Bwana pia. Ukimtazama kama Bwana pia, haijalishi kama dimension ya wokovu haijafunuliwa kwako, bado utaitazama. Haijalishi hajafunuliwa kama mwokozi, utamtazama kama Bwana kwanza. Utaendelea kukaa kwake ukisema hata kama sijamuona kama mwokozi, nimemuona kama Bwana. Haleluya. Ndio maana anasemeje, ujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa sababu gani? Nitakuwa pamoja na wewe, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Anasema ujapopita kwenye maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, ujapopita katika moto nitakuwa pamoja na wewe. Ukiwa kwenye moto, maana yake yeye hajaonekana kama mwokozi, lakini yupo kama Bwana, yuko pamoja na wewe, anaongoza hatua zako. Ndio maana sasa utazame maeneo yote mawili, nimtazame kama Bwana na nimtazame kama mwokozi. Asipojifunua kama mwokozi, nimtazame kama Bwana. Haleluya. Haleluya.
Ikiwa namna hii, tutaacha Wakristo wengi ambao wananung'unika, Wakristo wengi ambao wanalialia kwa sababu tu mambo hayajakaa sawa. No, anaweza sikae sawa kama Mwokozi, lakini akakaa sawa kama Bwana. Haleluya, haleluya. Na kinachotangulia huku ndani yako ni Yesu kuwa Bwana. Kinachotakiwa kuwa kina thamani kwako ni Yesu kuwa Bwana. Akiwa Bwana, anasema hasa waaminio atajifunua tu kama Mwokozi wakati wowote. Haleluya, haleluya. Hebu sema tena Bwana na Mwokozi. Sema tena Bwana na Mwokozi. Haleluya. Kwa hiyo tuangalie maandiko mengi kidogo yanayozungumzia Yesu kama Bwana na Mwokozi. Luka 1:47. Kwa haraka tunaenda. Hapo juu andika title yako tu Bwana na Mwokozi ili muone hivi. Luka 1:47. Tena tusome andiko 1:2-3 anasemeje? Na roho yangu imemfurahia. Umeona kitu cha furaha? Popote unapoenda kwenye wokovu kuna furaha. Anasema roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Hebu sema Mungu ndiye Mwokozi wangu. Sema tena Mungu ndiye Mwokozi wangu. Kwa hiyo unamwona Yesu anajifunua, hajifunui hapa ndio anatarajiwa kuzaliwa, lakini unaona tayari anasema roho yangu, huyu ni Mariamu anazungumza, anasema roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Anaona kuna uwezo wa Mungu wa kuokoa upo ndani ya Mungu. Luka 2:11. Anasemeje? Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu nani? Mwokozi. Haleluya, haleluya. Ndiye Kristo Bwana. Umeona hizo vitu viwili? Angalia, cha kwanza Mwokozi, cha pili Kristo nini? Bwana. Kwa hiyo kuna Bwana alafu kuna Mwokozi kwa pamoja. Raba shanta rabadia. Yeye ni Bwana na yeye ni nani? Mwokozi. Haleluya, haleluya. Yohana 4:42. Yohana 4:42. Anasemeje? Wakamwambia yule mwandishi, wakamwambia yule mwanamke, ni baada ya historia ya Yesu kukutana na yule mwanamke kisimani, na Yesu akamwambia yule mwanamke mambo mengi kweli kweli. Yule mwanamke akaona, huyu jamaa ni nabii, sababu amwambia masuala ya yeye kuhusu masuala yake ya ndoa. Akasema huyu jamaa ni nabii. Akasema huyu jamaa, sasa jamaa kwa kuwa ni nabii, niambie tutaabudu hapa au tutaabudu kule? Yesu akamwambia, mama, saa inakuja na sasa ipo ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Sio swala la location, sio swala la kuabudu Itezi, sio swala la kuabudu Iunga, sio swala la kuabudu Dar es Salaam, ni kuabudu katika roho na kweli. Akasema hiki ndio kitu chenyewe. Akaona hii sentensi sasa huyu aongee. Aliponiambia masuala ya ndoa nimegundua ni nabii. Lakini alipoongea masuala ya ibada kwenye namna hii, naona huyu sio nabii tena. Inawezekana huyu ndiye Kristo mwenyewe. Akule mwanamke kaachana kwanza na vitu vyake. Ikabidi akimbia akasema, guys, nimekutana na mtu ameniambia mambo yangu yote. Tulianza masuala ya ibada nikagundua kama ni nabii. Lakini tulipoenda kwa masuala ya ndoa nikagundua kama ni nabii. Lakini tulipoenda kuongelea masuala ya ibada, yule jamaa anaongea kama ndo Mungu mwenyewe. Twendeni mkamuone. Wale jamaa wakaenda wakamsikiliza. Walipomsikiliza ndo wakaja na huo shuhuda. Wakasema hivi, wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia mwenyewe. Tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye nani? Mwokozi wa ulimwengu. Hatuna mwokozi mwingine isipokuwa Yesu. Haleluya. Sema huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Unahitaji kuokolewa kwenye chochote kile. Nasikia hapa hajasema mwokozi wa waliookoka. Mwokozi wa nini? Ulimwengu. Mtu yeyote aliye ulimwenguni anaweza akampata huyu mwokozi. Anaweza akaokolewa na Yesu. Haijalishi unahitaji kuokolewa kutoka kwenye janga gani. Anaweza akakuokoa kuanzia kwenye dhambi mpaka kwenye umaskini mpaka kwenye magonjwa mpaka kwenye kila hali. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Sinakumbuka Yohana 3:16 inapotuambia. Inatuambia kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, sio? Hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hiyo hapo. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee, bali awe na nini? Uzima wa milele. Mstari wa 17 anasemeje? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hamna wokovu wengine, hakuna kuokolewa kwingine isipokuwa kuokolewa katika Kristo Yesu. Unaelewa wokovu wako sasa? Haleluya.
Haleluya. Kitabu cha Matendo 31, Matendo 5:31, Matendo 5:31. Wokovu, Bwana na Mwokozi. Usifikiri tunamwambia watu sema Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, labda tunaongea tu, tunaelewa hizi dimension mbili, tunaelewa ufunuo mwili kwamba kuna sehemu atafunuliwa kama Bwana, lakini inabidi afunuliwe pia kama Mwokozi. Matendo 5:31 anasema hivi, mtu huyo, yani Yesu, akimzungumzia Yesu, mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na Mwokozi. Lile neno Bwana limetumika kama mkuu hapa, anasema awe mkuu na Mwokozi. Haleluya. Awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Haleluya. Tunapata toba na msamaha wa dhambi kwa sababu tumemwona kwenye maeneo mawili, mkuu na Mwokozi. Hebu sema mkuu na Mwokozi, Bwana na Mwokozi. Kwa hiyo ukipata kimojawapo kati ya hivi unaweza usifaidike. Lazima upate vyote viwili, umpate kama Bwana na umpate kama nani? Kama Mwokozi. Hatupotezaji muda kuambia watu sema uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tunajua maeneo hayo mawili yana vitu gani ndani yake, na naamini kama ulikuwa hujui, ukitoka hapa kwenda kumhubiria mtu utaelewa kwa nini nabii Yesu awe Bwana na Mwokozi, asiwe Mwokozi peke yake, asiwe Bwana peke yake. Haleluya, haleluya. Matendo 13:23. Anasemaje? Anasema hivi, katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Haleluya. Hatuna mwokozi mwingine isipokuwa Yesu. Hakuna mwokozi mwingine isipokuwa Yesu. Tuliwe ile andiko letu la Timotheo wa kwanza sura ya 2. Kuanzia mstari wa 3 tulianzia pale. Sasa hizi nataka tuone vitu vingi hapo. Anasemeje? Hili ni zuri na wakubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Anaongeza dimension ya kitu hapa. Anasema Mungu mwokozi wetu. Tumesoma hayo maandiko yote, tumeona mwokozi ni Yesu, si ndio? Lakini anasema Mungu mwokozi wetu. Maana yake anazungumzia nini? Anasema huyo mwokozi sio mwanadamu tu, ni Mungu. Oh, haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anafunuliwa hapa kama Mungu mwokozi. Sio tu Mungu, sio tu mwokozi peke yake, ni mwokozi ambaye ni Mungu. Kwa hiyo usimtazame tu kama mwanadamu, mtazame kama Mungu kwanza. Au nenda mbele. Anasema ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Then anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nishaelezea hii, mwanadamu Yesu Kristo anakaa upande wa wanadamu, ingawa yeye ni Mungu ambaye ni mwokozi, lakini anakaa upande wa wanadamu ili kuwe kuna mtu kutokea upande wa wanadamu na kuwe kuna Mungu ambaye yuko upande wa Mungu, alafu kuwe kuna mapatano kati ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asiwe. Yesu ndo channel pekee kati ya mbingu na dunia. Mbingu na dunia vilipoteza connection baada ya Adam kukosea, kulipoteza mawasiliano. Mungu alitaka kutumia mfumo wa mbinguni kutawala duniani. Unafahamu hicho kitu? Biblia inasema hivi, mbingu zimewekwa na kile kinachotokea mbinguni ndicho ambacho kikitokea duniani. Anasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama nini? Kama mbinguni. Ilibidi kinachotokea mbinguni ndio kitokee duniani. Utaratibu wa mbinguni ndio utaratibu wa duniani. Maisha ya mbinguni ndio maisha ya duniani. Lakini baada ya Adam kukosea, hiyo connection kati ya Mungu na mwanadamu ilipotea, ilikufa. Kati ya mbingu na dunia ilikufa. Yesu akaja kama kiungo, Yesu akaja kama mpatanishi, Yesu akaja kama connection kati ya mbingu na dunia. Ahakikishe matendo ya kimbingu yanatokea duniani, ahakikishe utaratibu wa serikali ya mbinguni unatokea duniani. Ndio maana akasemeje? Akaanza kuhubiri akisema ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake tunaleta ufalme uliopo mbinguni uje kutawala duniani. Haleluya. Kwa hiyo unapookoka, kitu kimoja hapo kinachorejeshwa ni mifumo ya kimbingu kutawala maisha yako ukiwa duniani. Ashukuriwe Mungu kwa sababu dunia hii inaharibika. Tungetumia mifumo ya dunia hii tusingefanikiwa, kwa sababu dunia hii kila siku inaharibika, kila siku inazidi kupotea. Ndio maana hatutaki kuishi duniani kwa kufuata mifumo ya duniani. Tunauleta ufalme wa Mungu duniani. Mwalimu Onesimo anasema mbingu duniani. Haleluya. Lazima tuzifanye mbingu zije duniani. Haleluya. Na huwezi kufanya hivi isipokuwa kuna mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, mpatanishi kati ya mbingu na dunia. Na angalia, alipoondoka ametupa sisi watumishi wake huduma hiyo ya upatanishi. Ndio maana tunaweza tukamwongoza mtu sala ya toba na kumkaribisha kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu ametuachia sisi huduma hiyo ya upatanishi.
Sasa nisikilize, haimaanishi tu peke yako huwezi kufanya sala ya toba, lakini ni rahisi zaidi kufanya ukiwa na mtumishi. Haleluya, haleluya. Afu anasemeje? Ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Unajua maana ya ukombozi? Tukitumia lugha ya kisasa sasa hizi tukisema kugomboa, maana yake kuna sehemu tulikuwa tumeenda tunadaiwa, tukakamatwa, tukawa mateka. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti tulikuwa tunaweza kulipa, ikatuteka. Ikasema mpaka mtakapoleta mauti ndio mtakuja kukomboa watu. Yesu akatoa uhai wake, akaja kama na ukombozi, akaja na hela ya kutugombolea tuliokuwa tumefungwa. Haleluya. Umewahi kopa ukaacha kitu ukasema nitakapokuja kulipa, nitakapoleta deni ambalo mnanidai, nikirejesha nitachukua simu yangu au nitachukua nguo zangu. Kile ulichokiacha unapoenda kupeleka ile fedha unakigomboa. Ndivyo ambavyo shetani alikuwa ametufunga akidai mauti, na Yesu akasema sio shida, nitaenda msalabani, nitatoa mauti, mauti yangu itakuja kugomboa kile ambacho wanadaiwa wa watu. Haleluya, haleluya. Alitoa ukombozi kwa ajili ya watu wote. Haleluya. Na huu ukombozi ndio ambao sisi tunaushuhudia kwenye majira haya, ndio ambao sisi tunatangaza kwamba kila mtu amekombolewa. Kuna fedha ya ukombozi. Sasa nisikilize rafiki yangu, ile kwamba kuna ukombozi, usipoukubali utaendelea kubaki ndani, utaendelea kubaki kwenye jela za magonjwa, utaendelea kubaki kwenye jela za umaskini. Ingawa Yesu alitoa damu yake avunje umaskini wako, ingawa Yesu alipigwa, anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unaweza ukaendelea kukaa kwenye magonjwa kwa sababu tu hujajua wokovu wako una package ya uponyaji ndani yake. Wokovu wako una package ya utajiri ndani yake, lakini kama hutakubaliana na kupokea hiyo package ya utajiri, utashangaa kinachotokea. Yesu anazidi kuzungumza, anaweza kuonyesha kitu kimoja hapo kilichokombolewa kutoka kwenye hicho ni umaskini. Sababu wengi nafikiri umeokoka tu utoke kwenye dhambi, uliokoka pia utoke kwenye umaskini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ila tuanzie kwenye dhambi kwanza. Haleluya. 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 Tuna kitabu cha Petro. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 11. Tusome hilo andiko baoni. 1, 2, 3 anasemeje? Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hebu sema wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vitu viwili vya muhimu sana, anazungumzia kuwa Bwana na kuwa nani? Mwokozi. Petro wa pili 2:20. Petro wa pili 2:20. Kumbuka huyu anayeandika ni mtume Petro, mtume aliyeachiwa kanisa. Unaona kwenye sentensi zake anazungumza maneno mawili, Bwana na Mwokozi. Bwana na Mwokozi, Bwana na Mwokozi. Kama Petro aliyeachiwa kanisa anaachilia neno Bwana na Mwokozi, lazima uwe makini kujua kuna kitu ambacho Petro alikiona ambacho inabidi ukione. Umuone Yesu kama Bwana, umuone Yesu kama Mwokozi. Petro wa pili 2:20 anasemeje? Twende tusome. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nataka ueleze kipengele tu. Kwa kumjua nani? Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Anaendelea kuzungumza huko kwamba kama wakikosea inakuwa ngumu sana kuweza kuwasaidia na hali yao ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndio maana ukiokoka usirudi tena dhambini, kwa sababu hali yako ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Lakini nataka ukione, inabidi umjue Bwana na Mwokozi. Unajiuliza ulitoaga wapi? Wengine inawezekana ni mwinjilisti mzuri, unaambiaga watu sema wewe ni Bwana na Mwokozi na hata ulikuwa hujui mistari yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ndugu zetu wainjilisti wengine wasio na maarifa ya kutosha, wanachohitaji ni mtu aokoke. Haleluya. Ukienda gospel kitana kina Joshua utaona focus yao ni mtu aokoke, sio mafundisho yote haya. Petro wa pili 3:2. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 2. Anasema hivi, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi
iliyoletwa na mitume wenu. Anasema vitu vivi vitawasaidia. Mkumbuke maneno ya manabii, lakini mkumbuke na amri iliyonenwa na mitume, lakini hiyo ni amri ya nani? Ya Bwana na Mwokozi. Bwana na Mwokozi. Sema tena, afanyike Bwana na Mwokozi kwenye maisha yangu. Sema tena, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Petro wa pili 3:18. Kutokea hapa nataka nichimbe kitu kidogo. Petro wa pili 3:18 anasema hivi, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Haleluya. Anasema hivi, kuweni katika neema, lakini usikue katika neema peke yake. Neema inapokuwa lazima ukue pia katika kumjua Bwana na Mwokozi. Maana nataka ukue katika neema, alafu ukue katika kumjua Yesu. Lakini unapomjua Yesu, umjue katika maeneo mawili, umjue katika nyanja mbili, umjue katika dimension mbili, umjue kama Bwana na umjue kama Mwokozi. Anasema neema itaongezeka ikiwa unamjua vizuri Yesu kama Bwana na ikiwa unamjua Yesu vizuri kama Mwokozi. Neema itakuwa ya kutosha pale ambapo Yesu anajifunua kwako kama Mwokozi na Yesu anajifunua kwako kama Bwana. Sasa angalia. Kwa hiyo natakiwa nifahamu zaidi Yesu kama Mwokozi ni nani, na natakiwa nifahamu vizuri Yesu kama Bwana ni nani. Nikifahamu hivyo, kitu kimojawapo kitakachoongezeka kwenye maisha yangu ni neema, na neema ndio inayokupa kibali. Paulo anasema hivi, walipoona neema niliyokuja nayo walinipa mkono wa kuume wa shirika. Kumbe neema inaongezeka pale ambapo nimemjua Yesu kama Bwana na nimemjua kama Mwokozi. Alafu watu wakiiona hiyo neema ndio wanaanza kushirikiana na mimi. Watu wakiona hiyo neema ndio wanaanza kunipa mkono wa shirika, ndio wanaanza kutoa vitu vyao kwa ajili yangu, ndio wanaanza kutoa muda wao kwa ajili yangu. Hiyo neema haiji hivi hivi, inakuja kama umekuwa katika kumjua Yesu kama Bwana na kumjua Yesu kama Mwokozi. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia, ngoja nizungumzie vitu haraka haraka. Yesu kama Mwokozi ni nani? Angalia, tumeona ametuokoa kutoka katika dhambi na mauti. Ni haki yetu. Tunamuita haki yetu. Our righteousness. Yesu ndio haki yetu. Ndio maana hauhitaji kujitafutia haki. Wewe tayari una haki ndani yako. Ngeukie jirani yako, mwambie una haki ndani yako. Mwambie wewe ni mtakatifu. Ndivyo Biblia inasema, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Sio watakatifu kwa sababu mmetenda mazuri. Watakatifu kwa sababu yeye ni mtakatifu. Haleluya. Ukilijua hivi utataabika huko duniani. Utakuwa unatembea unajijua mimi ni mtakatifu. Sio kwa sababu nimeishi vizuri, ila nimepokea utakatifu wake. Yeye ameishi kwenye utakatifu, alafu mimi nimeupokea. Ameniokoa mbali na dhambi. Amefunuliwa kama utakatifu wangu. Haleluya. Huyo ni Mwokozi. Eneo la kwanza unalomuona Yesu kama Mwokozi, unamuona kama haki yako, my righteousness, haki yako. Eneo la pili unamuona kama utajiri wako, anakutoa kwenye maskini. Ni Mwokozi, ni utajiri wako. Nisikilize, unapofunguliwa na Yesu, anavyokuokoa, hakukuokoa tu mbali na dhambi. Ngoja nieleze vizuri. Wakati anapigwa msalabani, alipigwa na taji ya miiba. Unakumbuka? Na unakumbuka wakati Adamu amekosea, kitu kimojawapo kilichoingia kwenye ugomvi ni ardhi. Unakumbuka? Mungu akamwambia hivi, ardhi haitakuzalia tena mboga. Ardhi ilikuwa inailima. Akasema hii ardhi itakuzalia miiba. Miiba ni ishara ya kwanza ya umaskini. Kwa hiyo Yesu alipopewa taji ya miiba, maana yake alikuwa anasema ninabeba umaskini wao, ninauweka kichwani kwangu. Baada ya hapo utaki kuendelea kukaa kwenye umaskini. Kwa hiyo damu yake iliyotoka kichwani wakati amechoma miiba ilikuwa inashughulika na umaskini wako, ilikuwa inashughulika na umaskini wa kurithi, ilikuwa inashughulika na kwa nini ilienda kuwekwa kichwani? Kwa nini ile damu inayovunja umaskini ilienda kuwekwa kichwani? Ile miiba ikawekwa kichwani, kwa nini sio kwenye eneo lingine lolote? Kwa sababu umaskini unategemea fikra, ulienda kukaa kwenye fikra. Yesu akasemaje? Damu yangu inapotoka kichwani, maana yake ninafungua fikra zao kuvunja umaskini. Waanze kufikiri kitajiri, waanze kuwaza kitajiri, waanze kutembea kitajiri. Wakikaa muda wote mawazo yao yawe mawazo ya kitajiri, yasiwe mawazo ya umaskini kila wakati. Wasijione kama maskini, wasijitazame kama maskini, wasiwatazame watu wengine wakasema sisi maskini tuliopo Tanzania. Mimi siko kwenye muo wa maskini, usituunganishe. Haleluya. Yesu ameshamaliza mbele msalabani. Kama nilipokea msamaha wa dhambi, nimepokea pia na vifungo vyote vya umaskini kuondoka ndani yangu.
Haleluya! Imani ile ile niliyopokelea msamaha wa dhambi ndio imani hiyo hiyo inayopokea utajiri wake. Haleluya! Na uwezi kuipimia utajiri, usiseme utafanikiwa eze mpaka wapi. Biblia inasema hivi, atakayetufanikisha sawa sawa na utajiri wake Kristo. Sio utajiri wangu, ninapima utajiri wangu kama utajiri wake Kristo. Usikae uniambie Ezekiel, wewe ni milionea, una milioni 400 na milioni 500. No, utajiri wangu haupimi kwa hela nilizonazo, unapima kwa utajiri wake Kristo. Haleluya! Hakuna mwisho wa hela mimi kufanikiwa, hakuna mwisho wa hela za mimi kupata, hakuna mwisho wa mimi kupata mali, hakuna huo mwisho. Fikra zangu zimefunguliwa, taji ya mlima imeenda kwenye fikra, imevunjwa. Fikra za umaskini zimevunjwa. Nilipoona hiyo kitu, sifikiri tena kimaskini, siwazi tena kimaskini. Ndio maana mipango inayoipanga haiendani hata na hela nilionayo mfukoni, kwa sababu ninaona zaidi. Fikra za umaskini zimevunjwa. Haleluya! Nisikilize, fikra za umaskini zikivunjwa, hautajipanga kulingana na hela ulizonazo. Unajua umaskini unakwambia je, una hela chache mfukoni. Lakini nisikilize, Yesu alipokuja kuvunja fikra za kimaskini, anataka kukupa fikra. Unapojikadiria, usikadirie na hela ulizonazo, usikadirie na watu wanaweza kukusaidia, usikadirie na watu wanaokuzunguka. Pastor, unapotaka kufanya majukumu ya kanisa, usikadirie idadi ya watu ulionao huko ndani, usiangalie huyu ana hela kiasi gani. Kadiria kama Mungu anapokupa maono yake, kwa sababu maono yake hayapo kwenye mifuko ya watu wako, yapo kwenye mfuko wa Mungu, yapo kwenye bajeti ya Mungu. Maisha yako hayapo kwenye bajeti za watu ambao wanakusaidia hapa duniani, hayapo hata kwenye bajeti ya serikali ya Tanzania, yapo kwenye bajeti ya Mungu. Anataka uone kwenye fikra za umaskini, utazame fikra za kwake. Haleluya, haleluya! Lazima ufikie uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha hautegemei pesa ulizonazo, unategemea mipango ya Mungu iliyopo ikoje, bajeti yake yeye ndo anasemeje. Nisikilize, maono ambayo Mungu anakupa yakiwa sawa na wewe na hela ulizonazo, hayo sio ya Mungu. Maono Mungu anayotupaga ni makubwa kuliko kipato chetu, ni makubwa kuliko hela yetu, kwa sababu hatukadirii sisi, anamkadiria Kristo ndani yetu aliye tajiri. Unajua Yesu anasemaje? Anasema, Baba, uliponituma mimi nami nawatuma wao. Unajua maana yake? Anasema, Baba, uzito ule ule uliokuwa nao kule mbinguni, unasema namtuma mwanangu, uzito ule ule uliokuwa nao ndio uzito huo huo wapime hawa watu. Huna haja ya kuwapunguzia chochote, watume kama kana kwamba unanituma mimi. Kumbe Yesu akikutuma kwenye kazi yake, anakutuma nafikiri yeye ndo anavyoenda, anajikadiria yeye angekuepo angefanya nini, anajikadiria yeye angekuepo angekuwa na bajeti ya kiasi gani. Ile bajeti aliyokuwa nao yeye ndo anayekukadiria wewe, na naomba Baba usipunguze. Kwa nini? Nitakuwa ndani yao, nipo ndani yao. Kama nipo ndani yao, kwa nini uwapunguzie? Mimi nilikuwa mmoja, uliponipunguzia, sasa hivi tutakuwa wawili, mimi na yeye tunaunganika huko ndani. Kwa nini utupunguzie kazi? Usipunguze, wape uhuru, waache kuwaza kulingana na hela walizonazo. Haleluya, haleluya! Hujakombolewa kutoka kwenye dhambi, rafiki yangu. Kuokoka kwako ni kutoka kwenye umaskini. Amekutoa kwenye umaskini, atoka kwenye umaskini. Angalia neno lingine alilokutoa, amekuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza. Wakolosai 1:13. Huyo ni Mwokozi. Naangalia tu upande mmoja wa Yesu hapa, Bwana na Mwokozi. Nipo kuangalia kama Mwokozi tu, nipo kumwangalia kama Mwokozi. Angalia anachokisema Wakolosai 1:13. Anasema naye alituokoa. Kuna uokozi hapa. Naye alituokoa, huyo ni Mwokozi, katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nisikize rafiki zangu, nguvu za giza ni halisi. Labda tu kama umeweka kwenye mazingira ambayo hayana nguvu nyingi za giza, lakini nguvu za giza zipo na zinafanya kazi. Haleluya, haleluya! Sio kila kitu unachokiona huku duniani ukafikiri tu watu ni wajinga, watu tu ni wabaya. Kuna influence ya nguvu za giza kwenye maisha ya watu. Kuna mapepo, kuna nguvu za giza zinazoshughulika na ndoa za watu. Unaona tu anasema saa hizi ndoa hazidumu, mabinti wakiolewa hata miezi 3 hawamalizi, ndoa zinavunjika. Sio swala tu la kwamba hawana akili, sio kwamba tu hawajafundishwa vizuri, hivyo vipo pia, lakini kuna swala la nguvu za giza. Kuna familia zimekaa kwenye vifungo vya ukoo vya miaka mingi. Kuna pattern za ukoo zimekaa, hawa hawawezi kufanikiwa mpaka hapa.
Kuna wengine ambao kila mwaka lazima wazike mtu, tena unakuwa na miezi fulani au mwezi wa 4, mwezi wa 5 wanazika mtu. Wengine mwezi wa 12, wa 11 kuna mtu atakufa. Wengine wamekaa kwenye patterns za watu kufa kwa ajali. Wengine wamekaa kwenye aina fulani ya magonjwa. Unashangaa mtu anaenda baada ya kufika umri fulani anapata huo ugonjwa. Ziko nguvu za giza, zipo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sio kila wakati ukiona mtu anaweza akashika mtoto wake akamuua, mtu akamuua mke wake, usifikiri kwamba ni vitu ambavyo vipo tu labda tu ni mtu mbaya. Kuna influence ya nguvu za giza, kuna influence ya mashetani, kuna influence ya mapepo, kuna influence za majini. Na nisikilize, kama hakutainuka watu watakaosema Mungu, sisi tutakaa kutazama hii Tanzania, tutakaa kutazama hii kanda, tutakaa kutazama hii mkoa wa Mbeya na kusema kuanzia leo nguvu za giza zisifanye kazi. Zitaendelea kufanya kazi. Nisikilize, Yesu alipotuokoa kutoka kwenye nguvu za giza, hakutuokoa tu kwa ajili yetu. Kumbuka, sio mwokozi tu wa wanadamu, amesema ni mwokozi wa ulimwengu. Kumbe kuna uwezekano tukaanza kuomba kwa ajili ya mkoa wetu, tukasema Baba, katika jina la Yesu, Mbeya maovu ni no. Nguvu za giza hazitafanya kazi tena. Mungu anahitaji waombezi, Mungu anahitaji walinzi. Anasema anatafuta, anatazama, anashangaa kwamba hapana mtu. Anasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipobomoka. Anasema Mungu, pamoja na kazi zangu zote, mimi nakuwa mlinzi wa familia yangu. Hakuna mtu kwenye familia yangu atakayeuawa na nguvu za giza. Hakuna mtu kwenye familia yangu atakayekuwa maskini kwa sababu ya nguvu za giza. Haiwezekani. Sio kila unayemwona amekuwa maskini ukafikiri ni mzembe. Sema ni mzembe. Kuna wengine, kuna influence za nguvu za giza nyuma yao, wanafanya bidii lakini bado shetani anawafunga. Alipokuja Mwokozi, kitu kimoja wapo alichotuokoa ni kutoka kwenye nguvu za giza. Ametuokoa kutoka kwenye nguvu za giza. Nisikilize, tunapewa nguvu na uwezo dhidi ya kila nguvu ya giza, na hii ndio inayotokea unapookoka. Unapookoka unapewa mamlaka dhidi ya kila nguvu ya giza. Unakuwa ni mtu halali unayetumia nguvu za Mungu kiuhalali. Unakumbuka wana wa Skewa walijaribu kutoa pepo lakini hawakuwa na uhalali kwa sababu hawajaokoka. Kama hujaokoka unakuwa hujasajiliwa kutumia nguvu za Mungu, lakini tuliookoka tumesajiliwa kutumia nguvu za Mungu. Ndio maana mapepo yakauliza, akisema Paulo tunamfahamu amesajiliwa kutumia hili jina la Yesu. Yesu mwenyewe tunamfahamu, ndio mwenye jina mwenyewe. Ninyi ni wakina nani? Mbona kwenye listi ya wale wanaotumiaga jina la Yesu ni hatuwaoni? Ndio unatakiwa kuokoka. Ukiokoka unaingizwa kwenye hiyo listi ya kutumia jina la Yesu. Unakuwa ni mtu mmoja wapo ambaye uko halali kutumia jina la Yesu na kwenda against na kila nguvu ya giza. Ukiikuta popote ni adui yako. Kuna uadui wa kudumu kati ya shetani na uzao wa mwanamke. Si unakumbuka? Mungu akasema nitaweka uadui kati yako, huo utakuponda kichwa na wewe utakuponda kisigino. Kuna uadui kati ya shetani na mwanamke. Mahali popote unapokutana na mtu duniani, unapokutana kuna mtu duniani, ujue kuna nguvu ya giza inamfuatilia. Kuna huo ugomvi. Haleluya. Mwambie jirani yako, una nguvu kwa sababu umeokoka. Unaruhusiwa kutumia jina la Yesu kutoka kwenye kila nguvu ya giza. Kama unashangaa pastor, unaweza kukuta mtu ambaye ameokoka kabisa bado anateseka na nguvu za giza. Kwa sababu gani? Anaamini Yesu alimtoa kwenye dhambi, ila haamini Yesu anaweza kumtoa kwenye nguvu za giza. Unashangaa huyu mtu ambaye kila mkienda kwenye ibada mkiomba anaanguka mapepo. Anajiuliza, mbona anaanguka kila siku na tunamwongeza sana toba? Ameamini Yesu kumsamehe dhambi, haamini Yesu kumtoa kwenye nguvu za giza. Kwa mapepo yakija yakiangalia mfahamu wake, anaona mfahamu wake una mlango wa wao kuingilia tena. Nisikilize, kama ulikuwa na mapepo 10,000 yakitoka yametoka, hayarudi tena. Lazima ujue amekuhamisha. Hajasema kwamba alituokoa katika nguvu za giza, akafanyaje? Akatuhamisha. Hakutuacha hapo hapo, ametuhamisha. Tumehama kutoka kwenye nguvu za giza na tumeingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hebu sema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila nguvu za giza huna mamlaka juu yangu, huna mamlaka kwenye maisha yangu. Nimehamishwa kutoka huko, nimehamishwa kutoka huko, nimeingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shetani una mamlaka, achia maisha yangu, achia familia yangu, achia familia yangu katika jina la Yesu. Achia huduma yangu, achia biashara yangu, achia uchumi wangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na wanatii. Unajua kwa nini wanatii? Umesajiliwa kwa kuokoka. Umesajiliwa kwa kuokoka.
Mwokozi anatumika pamoja na wewe. Mwokozi anafanya kazi pamoja na wewe. Mfahamu Yesu kama Bwana na Mwokozi. Mfahamu Yesu kama Bwana na Mwokozi. Okay. Nitaendelea kuonyesha maeneo kadhaa ambayo Yesu anakuwa Mwokozi. Ngoja nirudi kwenye upande wa pili wa Bwana. Ukitoka hapo ukienda kumhubiria mtu, unamwambia Yesu inabidi awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaelewa unachokifanya. Upande wa pili ambao ni upande wa Bwana. Alikuwa Mwokozi, lakini inabidi awe nani? Bwana. Neno Bwana tafsiri yake ni kiongozi. Kiongozi. Na Yesu anapokuja na neno kama Bwana, anapofanya kazi kama Bwana, kitu kimojawapo ambacho anaanza kukifanya ndani ya mtu, anakuwa na uhalali wa kutoa amri zake kwenye maisha yako. Ana uhalali wa kutoa amri zake kwenye maisha yako. Ukimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kitu kimojawapo inabidi ukifahamu ni hiki: sitaishi kama ninavyotaka, nitaishi kama anavyotaka. Wagalatia 2:20, Paulo alifahamu dimension ya Yesu kama Bwana. Paulo alifahamu ufunuo wa Yesu kama Bwana. Wagalatia 2:20 anasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Umeona akiwa Bwana, unajua kwamba Yesu yuko hai ndani yako, wala sio wewe unayeishi. Anasema na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Maana yake sina tena maisha yangu yameisha. Kinachoendelea kuishi ndani yangu ni maisha ya Yesu ndani yangu. Haleluya. Nisikilize, nasemaga hivi: ukijua Yesu alikufa kwa ajili yako, hiyo ni namna ya kwanza ya kujua msalaba. Lakini namna ya pili ya kujua msalaba ni kujua kwamba ulisulubiwa pamoja naye. Sio tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, ulikufa pamoja na Yesu. Narudia, ufunuo wa kwanza tunaoambiwa kanisani ni Yesu alikufa kwa ajili yako. Lakini kuna ufunuo wa pili zaidi ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, ni kwamba Yesu alisulubiwa pamoja na wewe. Yesu alisulubiwa pamoja na matatizo yako. Yesu alisulubiwa pamoja na uhai wako, alafu ukafa pamoja naye, ukafufuka pamoja naye. Ulipofufuka haukufufuka uhai wako, ulifufuka uhai wa Yesu, ndio upo ndani yako. Hayo maisha yaliyopo ndani sio ya kwako, ni maisha ya Yesu. Usitumie vibaya maisha ya Yesu, usitumie vibaya muda wa Yesu. Huna muda tena wewe ulikufa, Yesu ndo akafufuka ndani yako. Kwa hiyo huna tena uhai wa kwako, una uhai wa Yesu ndani yako. Wewe uhai wa Yesu unaopeleka disco, unaenda nao vipi disco uhai wa Yesu? Haleluya. Haleluya. Uhai wa Yesu unaupelekaje kwenye zina? Lakini unatumia maisha ya Yesu kwenda kwenye zina. Impossible. Haiwezekani. Haleluya. Hebu sema sina uhai huku ndani. Sema tena sina uhai huku ndani. Haleluya. Tena scenario moja, siku moja nikiwa shuleni wakati bado nasoma, nikafanya ibada fulani ikaleta usumbufu kidogo shuleni baada ya nguvu za Mungu kuwa nyingi. Na mwalimu mmoja akaniita akasema, dogo, tutakufukuza shule na tutakuharibia maisha. Alipoongea vingine vyote nilikuwa namsikiza na msema ndio mwalimu. Aliposema tu tutafukuza shule tutakuharibia maisha, nikamwambia mimi sina maisha. Najua maisha yaliyopo ndani yangu ni Kristo ndani. Vingine nimekubaliana na wewe, lakini swala la maisha, hayo maisha mimi sina. Huna cha kuharibu kuhusu mimi, hakipo. Kimeisha kufa, hakipo. Ukijua hivyo usiku na shida na mauti. Ndio maana Yesu anasemeje? Tuwaokoe wale ambao kwa hofu ya mauti wamekuwa kwenye vifungo vya shetani. Kwa sababu wao wanaishi bado. Ukiwa unaishi bado utaogopa mauti. Lakini ukijua ulikufa pamoja na Kristo, huwezi kuogopa kufa tena. Aliyekufa anaogopaje kufa tena jamani? Hawezi ukaogopa. Haleluya. Nenda makaburini kule. Wewe unaweza ukawa unaogopa kupita makaburini, lakini wale wanaolala makaburini hawana hofu yoyote, washalala kule. Haleluya. Ndicho kilichotokea. Tumekufa pamoja na Kristo, hatuogopi tena mauti. Tumeshakutana na mauti msalabani, hatuna hofu ndani yetu. Maisha ya Yesu ndio anayoishi ndani yetu, na kwa sababu maisha ya Yesu anaishi ndani yetu, yeye ndio anayeongoza, anayetumia anavyotaka. Hatutumia tunavyotaka, anatumia anavyotaka. Haleluya. Haleluya. Rafiki yangu, ukinikuta shuleni ni Yesu yupo shuleni. Ukinikuta kazini ni Yesu yupo kazini. Hiyo ndio maana Yesu kuwa Bwana. Unamchukua Yesu unaenda naye kokote. Anasema nimekufungulia biashara, sio ya kwako, ni biashara yangu. Hii ni ya kwangu, sio yako.
Kwa hiyo ukiona kuna hasara kwenye biashara, unarudi unamwambia, oh Bwana, wewe ndio mwenye hii biashara, mpango wako umeendelea mpaka tumepata hasara. Anakwambia subiri, kuna kitu hujanisikiliza vizuri, fanya 1 2 3. Mimi ndo na mpango na hiyo biashara, wewe huna mpango wote wa biashara. Nipeleke mimi kwenye biashara, nikuonyeshe nao fanya kazi. Haleluya, haleluya. Sio wewe uko darasani, ni Yesu yuko darasani. Ni Yesu anayekariri ma physics, ma chemistry kwa darasani ukiwa unasoma. Ni Yesu anayefanya hiyo kazi. Ndio maana inabidi udhihirishe Yesu popote unapokuwa, kwa sababu ni Bwana, ni maisha yake ndio yako ndani yako. Wewe hauishi tena, ni yeye anayeishi tena. Nisikilize rafiki yangu, nisikilize rafiki yangu. Serikali inasemaga inatafuta watu waaminifu, haitafuti watu waaminifu, inamtafuta Yesu ndani ya watu. Hakuna mtu mwaminifu Bwana, ni Yesu ambaye ndio mwaminifu ndani ya watu. Yusufu akamdanganya Farao kidogo, akamwambia Farao, tafuta mtu mwenye hekima na akili. Farao akasema, Yusufu, kuna kitu umeacha. Akasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani? Sio hekima na akili peke yake, ni swala la roho wa Mungu kuwa ndani. Anaweza kawa na hekima, akawa na akili, lakini kama roho hayuko ndani, tumhitaji huyo mtu tena. Nisikilize, usiseme tafuta mume mzuri, tafuta Mungu ndani ya mume. Usitafute mke mzuri, tafuta Mungu ndani ya mke. Kama hana Mungu, hawezi akawa mzuri. Oh, haleluya. Jamaa mmoja akamfuata Yesu akamwambia, Yesu, mwalimu mwema, nifanyeje nipate kuurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, hakuna mwema isipokuwa Mungu. Maana kama umeniita mwema, maana umemwona Mungu ndani yangu. Na yeyote atakayekuwa anatafuta wema, maana anatafuta Mungu ndani ya mtu. Anatafuta Mungu ndani ya mtu. Anamtafuta Yesu aliye ndani ya mtu. Ndicho ambacho tunakitafuta huko duniani. Hatutafuti watu wema, tunamtafuta Mungu ndani ya mtu. Oh, haleluya. Haleluya. Ukifahamu namna hii, utakuwa unatembea kijasiri. Unajua ninachokifanya sio cha kwangu, ni cha Bwana. Bwana ndiye anayeongoza haya maisha. Bwana ndiye anayeongoza hii biashara. Ndio maana kila wakati ukiona kuna changamoto, utarudi kwenye biashara yako. Ninaandika kitabu sasa hivi, kuna kitabu nataka nikitoe hivi karibuni. Naandika kitabu, kitu cha kwanza Mungu alichoniambia, aliniambia kitabu ni changu sio chako. Kwa usiandike unavyotaka, andika ninavyotaka mimi. Sio kitabu chako. Ungekuwa kuna uwezekano tungeandika kabisa kitabu kutoka kwa Mungu. Sema watu wanasema huyu jamaa ana mainuko. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenzako, Mungu ndani yangu. Sema tena, Mungu ndani yangu. Akiwa Bwana anakuwa ni mwamuzi wa maisha yako. Akiwa Bwana anakuwa anaishi ndani yako. Anakupangia kila kitu. Na hiyo ndio inayokupa tumaini la kesho. Soma mstari wa mwisho kwa leo. Yesu kama Bwana. Yesu kama Bwana. Wakolosai 1:27. Anachukua kila nafasi ndani yako. Hauishi wewe, anaishi yeye. Wakolosai 1:27. Utaogopa hasara yoyote kwa sababu utakuwa unajua sio ishu yako, ni ishu ya Bwana aliye ndani yako. Anasema hivi, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa. Anasema kuna utajiri wa kutosha kwenye hii siri iliyopo katika mataifa. Afu angalia siri yenyewe. Anasema nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hebu sema, Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Sema tena, Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Angalia, akijifunua kama Mwokozi hakuna tumaini la utukufu. Akijifunua kama Bwana kuna tumaini la utukufu. Unajua maana ya utukufu? Utukufu maana yake ni hii. Utukufu maana yake ni udhihirisho wa kimwili wa uwepo wa Mungu. Udhihirisho unaoonekana mwilini wa uwepo wa Mungu. Unaweza ukajifunua utukufu kwenye mazingira mbalimbali. Unaweza ukajifunua kama knowledge, kama maarifa. Unaona mtu anafunua maarifa mpaka unasema huyu mtu ametoa maarifa. Huo ni utukufu wa Mungu. Anaongea maarifa ya Mungu mpaka unasema wow, hivi vitu hawa watu wamesikia wapi? Hayo yanaitwa maarifa. Ni utukufu wa Mungu umefunuliwa.
Unaweza ukafunuliwa kama hekima fulani. Kuna mtu anafanya jambo kwa hekima, anaweka standard fulani kwenye biashara yake, kwenye kazi zake, kwenye kanisa lake, mpaka unasema hii hekima imetoka wapi? Ni utukufu wa Mungu umedhihirika. Nisikilize, kanisa, nyumba ya Mungu tu ilijengwa, ilipojengwa nilisema utukufu ulidhihirika. Maana yake Mungu alikuwa anasema hii nyumba imejengwa kwa utukufu. Imejengwa kwa utukufu. Mtu anaweza kajenga nyumba yake, anaweza kajenga kanisa kwa kulitazama tu, kasema huu ni utukufu wa Mungu umeshuka duniani. Haleluya. Unaweza ukajifunua kama hekima, unaweza ukajifunua kama uponyaji, huo ni utukufu wa Mungu kama uponyaji. Unaweza ukajifunua kama miracles, maajabu, miujiza, hiyo yote ni utukufu wa Mungu. Usikalili kama utukufu wa Mungu utakuja tu kama miujiza. Wakati mwingine unaweza ukaja kama neno la hekima, neno la maarifa, limekaa vizuri, unasema huu ni utukufu wa Mungu. Haleluya. Unaona uwepo wa Mungu ukitembea kimwili. Unakumbuka Yesu wakati anatembea katika mwili, Biblia inasemaje? Neno akafanyika mwili, nasi tukaona nini? Utukufu. Maanake utukufu ni kuliona neno ambalo alionekani, likionekana kimwili, tunasema huu ni utukufu. Ukiona vitu ambavyo havionekani vimeonekana, tunasema huu ni utukufu. Malaika ambaye haonekani akitokea hapa, tunajua utukufu wa Mungu uko hapa, si ndio? Haleluya. Haleluya. Sasa angalia, Mungu akijifunua kama Mwokozi, anaweza akamsaidia tu mtu, lakini asimuonyeshe utukufu wake. Mungu asijidhihirishe. Musa alikuwa anakijua hichi kitu, akasema Mungu, ikiwa nimepata neema machoni pako, unionyeshe utukufu wako, nikuone, nikujue, nikuone kimwili. Mungu akasema unaomba kitu kikubwa sana Musa, nitakuonyesha mgongo wangu tu, sitakuonyesha utukufu wangu wote. Unajua kwa nini? Kwa sababu utukufu haukuandaliwa kwa ajili ya kina Musa, uliandaliwa kwa ajili yetu. Alikuwa anahitaji aone ambacho sisi inabidi tukione sasa hivi. Mungu akamwambia Musa, hapana, hicho kitu sikupi. Ni kama Yakobo anasema niambie jina lako. Yesu akamwambia hapana, sikwambii jina langu. Wewe ndio utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Kwa sababu jamaa alikuwa anataka apewe jina la Yesu kwenye Agano la Kale. Yesu akamwambia hapana, huo ni utukufu wa watu wa Agano Jipya. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia, Yesu akifunuliwa kama Mwokozi tu amekusaidia. Wewe unaenda kwenye mikutano upate uponyaji, umeponywa, utaponywa, lakini hutaondoka na ule ubwana wake ambao unakuonyesha nguvu za Mungu zimekufunika. Unatembea muda wote unasikia presence ya Mungu, unasikia uwepo wa Mungu, unatembea unasikia nguvu za Mungu zimekufunika. Huo unaitwa utukufu. Sasa aseme tu utukufu, anasema tumaini la utukufu. Tumaini maana yake nini? Utukufu ambao unakuwa nao leo, lakini unatumaini kwamba kesho tena nitakuwa na utukufu, kesho kutwa nitakuwa na utukufu, siku zinazokuja nitakuwa na utukufu. Na utukufu wa Mungu ukidhihirika hapa duniani, hakuna kitakachokuzuia. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, watu wanaweza wakakataa vyote, huwa wakatai utukufu wa Mungu. Mwalimu Kasai anasema kuna kipindi alienda kwenye biashara ya mtu fulani ambaye alikuwa kama anataka kufa. Yule mtu akamwambia, sasa nimechukua mkopo benki, lakini duka langu saizi alipokea wateja hata kidogo. Kila wale wateja walikuwa wanauliza, "Sasa tuletee bidhaa fulani." Ukienda kuleta hawaji, wameshanunua kwingine. "Tuletee bidhaa fulani." Unaenda kujumua mzigo, ukiweka mzigo hawaji. Akasema vitu vimepaki dukani. Mwalimu Kasege akasema ngoja nitakuja nione. Anasema alivyoingia pale, akasema Mungu, ninaomba utukufu wako ukae hapa. Anasema hakumaliza hata dakika 5. Wanapiga tu stories zingine, wateja wakaanza kuingia. Wateja wakaanza kuingia hadi wakawa wanazidiwa. Ikabidi mwalimu, subiri kwanza, si nifanyaje au tuombe? Wazambia, tuombe nini? Tuombe nini? Wateja, endelea na wateja. Haleluya. Unajua nini? Utukufu ukiwepo unavuta wengine, utavuta wateja. Ndio maana unahitaji tu Bwana ajifunue kama Mwokozi. Kama Mwokozi anaweza kujifunua mara moja, alafu ikawa kusaidia, akakusaidia tu mara moja ukapata tu hela ya kula. Lakini akiwa kama Bwana unatembea na utukufu wake, utakuwa una hizo hela za kula kila siku. Nisikilize, sanduku la Bwana likuna kipindi walikuwa wameliiba. Wale Wafilisti walipoona limewashinda wakanarudisha. Wanapolirudisha kuna sema ikataka kuanguka, mtu mmoja akataka kulisaidia akafa. Usijaribu kumsaidia Mungu, acha Mungu akusaidie wewe. Haleluya. Kwa sababu kuna wengine wanatoa sadaka kama mnamsaidia Mungu hivi. Acha Mungu akusaidie wewe. Haleluya. Alipoligusa akafa. Biblia inasema wakaamua kuliweka pembeni kwenye nyumba ya mtu, na kwa sababu ile nyumba ya mtu, ile sanduku lilikuwa limekaa pale, utukufu wa Bwana ulipokaa pale, yule jamaa akafanikiwa sana, akastawi sana. Hata Daudi akasema yule jamaa anafanikiwa kwa sababu ya sanduku la Bwana. Mbona ila kwetu? Ikabidi Daudi aende kulirudisha sanduku la Bwana, kwa sababu penye utukufu wa Mungu kuna mafanikio. Ndio maana inabidi uwe na Christ in you, Yesu ndani yako, tumaini la utukufu. Likiingia ndani yako, mafanikio yanakufuata.
Nisikilize, kuna watu wenyewe tu wana utukufu wao. Kama nimekuelezea Mwalimu Mwakasege, ameingia tu dukani kwa mtu, utukufu umekuja. Haleluya! Kuna watu wanatembea na utukufu kwa sababu Yesu yuko ndani yao na wamemjua Yesu kama Bwana, amekuwa ni utukufu, wanamtii. Wanapomtii utukufu unadhihirika, wanapomtii utukufu unadhihirika. Nisikilize, ukimtii utukufu unadhihirika na wewe muda wote, unakuwa unatembea na wewe. Nisikilize, alimwambiaje Musa? Alimwambia vitengeneza hema, na kama ulivyoiona, ukipatia kila kitu, ukinitii kila kitu, kitakacho prove kwamba umetii kila kitu ni utukufu wangu kudhihirika kwenye hiyo nyumba. Anasema alipokamilisha, utukufu ulishuka, hata makuhani hawakuweza kuhudumu. Kwa sababu gani? Ametii maelekezo ya Mungu. Ukitii Yesu kama Bwana, utukufu wake unadhihirika ndani yako. Waangalia wakina Yusufu, ni wana utukufu rafiki yangu. Walipoingia kwenye nyumba ya Potifa, nyumba ya Potifa ilifanikiwa sana. Hata Potifa akajua, nimefanikiwa sio kwa sababu mimi ni kiongozi, nilikuwa kiongozi, sijaifanikiwa hivi. Nimefanikiwa kwa sababu ya huyu jamaa, amekuja na wingu lake, amekuja na utukufu wake, kiasi ambacho kila ambacho anakifanya kinafanikiwa. Potifa akaweka mambo yote, akasema mambo yote yawe chini ya yule mwenye utukufu. Haleluya! Akaondoka Yusufu, akaingia gerezani. Mkuu wa gereza naye akaona huyu jamaa ana utukufu, akaweka mambo yote ya gerezani kwa mtu mwenye utukufu, kwa sababu utukufu utakusaidia kufanikiwa. Yesu ndani yangu, tumaini la utukufu. Haleluya! Ukimfahamu kama Bwana ukamtii, hutakosa utukufu wake. Simama kwa miguu yako. Vitu viwili, Yesu ni Bwana na Mwokozi. Nimekwambia saa nyingine sasa sijifunue kama Mwokozi, lakini mtazame kama Bwana kwanza. Mtazame kama Bwana kwanza. Sema Baba, katika jina la Yesu. Sema tena Baba, katika jina la Yesu. Nimegundua na nimefahamu ulikuwa unamaanisha nini pale ninapookoka, nilipokukiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nimeona hukuniokoa tu kwenye dhambi, uliniokoa kwenye umaskini, uliniokoa kwenye magonjwa, uliniokoa kwenye kila aina ya mateso. Nimeona pia ulikuja uwe Bwana, ulikuja uwe Bwana. Ninakupokea kama Bwana. Yesu, ukiwa Bwana ndani yangu, si mimi ninayeishi tena, lakini ni wewe unayeishi. Sio mipango yangu, lakini ni mipango yako. Sio matarajio yangu, lakini ni matarajio yako. Paulo ananiambia nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na uhai nilionao si wangu tena, ninao katika imani ya mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yangu, aliyenipenda akafa kwa ajili yangu. Katika jina la Yesu. Yesu uko hai ndani yangu. Yesu uko hai ndani yangu. Hakuna wa kunisumbua, hakuna wa kunitaabisha, hakuna wa kuniua. Kwa ni uhai wako unaofanya kazi ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hii ni siri kubwa. Yesu ndani yangu, tumaini la utukufu. Yesu ndani yangu, tumaini la utukufu. Ninapotembea, utukufu wako unatembea. Popote nitakapoenda, utukufu wako unakwenda. Popote nitakapokuwepo, utukufu wako unakuwepo. Yaani Mungu unajifunua kimwili kwenye hilo eneo, katika jina la Yesu. Leo ninapotoka hapa, nikienda popote, ninapeleka utukufu. Nikienda kwenye biashara, ninapeleka utukufu. Nikienda kazini, ninapeleka utukufu. Nikienda kwenye masomo, napeleka utukufu. Nikitembea barabarani, natembea na utukufu. Kama Yusufu alivyokuwa na utukufu kila eneo, kama Musa alivyosema, utukufu wako unidhihirishie, ndivyo nitakavyodhihirisha utukufu wa Bwana kila ninapoenda. Nitauachilia rabakarabashakarabasia rekoshakarabakoya. Akiwa Bwana, utukufu lazima uwepo. Yeye ni Bwana wa utukufu, yeye ni Bwana wa utukufu, yeye ni Bwana wa utukufu. Ramashakarabasia rekoshakarabakoya manda karabashakarabakoya. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wakati mwingine sikuoni kwenye uokozi, lakini nakufahamu kama Bwana. Ninapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sioni wokovu, lakini bado nakuona kama Bwana. Maana gongo lako na fimbo yako hujanifariji. Maana ninakuona umeandaa meza mbele yangu machoni mwa watesi wangu. Watesi wanasema wokovu wangu utakuja lini? Lakini mimi nakutazama unayeandaa meza kama Bwana. Then nitakutazama tena kama Mwokozi. Nitakutazama kwanza kama Bwana, kisha nitakutazama tena kama Mwokozi.
Amen. Haleluya. Haleluya. Tambua na uwe na huo ufahamu muda wote ya kuwa Bwana yuko ndani yako. Ni tumaini la utukufu. Yesu ndani yangu, tumaini la utukufu. Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Usiishi kana kwamba hayupo ndani. Ishi ukijua yuko ndani kila wakati. Yupo kila wakati. Na utaona utukufu kwenye ndoa yako, utaona utukufu kwa watoto wako, utaona utukufu kwenye kila eneo ukidhihirika. Na akijifunua kama Bwana, akiona umekubali kama Bwana, hata acha kujifunua kama Mwokozi. Ule Mwokozi sio tu kwenye dhambi, ni kwenye kila hali ngumu unayopitia. Atajifunua kama Mwokozi, atainuka tena kama Mwokozi. Kwenye kila saa unahitaji msaada, atainuka tena kama Mwokozi. Zaburi 46 anatuambia yeye ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Wakati wote ambapo kuna mateso, atajifunua kama Mwokozi, aonyeshe namna ya kukusaidia, na watu watajua ya kuwa Mungu yuko ndani yako. Haleluya, haleluya. Ukijua hivi, hutaogopa kumwambia mtu mwingine, mpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna faida kubwa. Atakwambia nimempokea, lakini simuoni akinisaidia. Mwambie inawezekana hajajifunua bado kama Mwokozi, lakini amejifunua kwako kama Bwana. Endelea kutii maelekezo yake. Ukitia hayo maelekezo yake, kuna siku utauona wokovu wake, utaona akikusaidia kama Mwokozi. Na hata wewe inawezekana pitia hali ngumu, inawezekana hujamuona Yesu kama Mwokozi, lakini amekuokoa na dhambi, una uhakika na hilo. Kama amekuokoa na dhambi, una uhakika na hilo, endelea kumtii kama Bwana, utaona wokovu wake kwenye maeneo mengine pia. Mungu abariki sana. Tutane siku ya kesho. Nawapenda sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie tena Yesu. Haleluya. Sasa kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anasemesha. Si kama kuna bahasha hapo ambazo zimebaki. Ziko. Naomba kila mmoja achukue sadaka, achukue hii bahasha, aongee na Mungu wake. Kila ambacho moyo wako utagusa kumtolea Mungu dhabihu. Nenda ukaombe, usitoi leo Jumamosi. Utakuja na hizo bahasha. Bwana Yesu asifiwe. Omba hiki kitu ambacho Mungu anaachilia kwako ni kikubwa, ni ufunguo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huu utajiri ambao Mungu anauachilia kwenye maisha yako ni mkubwa. Hebu nenda ukaseme na Mungu. Hatujawahi toa sadaka toka Morning Glory imeanza hapa. Hakuna siku tumetoa sadaka. Lakini huu ni ufunuo wa pekee. Nenda kaombe mbele za Mungu. Kuna siku kadhaa mpaka Jumamosi. Naomba nami utaniachia hiyo bahasha. Fanya hili tendo kwa imani. Fanya hiki kitu kwa imani. Na kwa sababu ni Mungu amezungumza, uwe na uhakika kila ambacho Mungu ataachilia kwenye maisha yako ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, tunaitoa sadaka kwa Yesu Morning Glory tunapata. Wewe na mimi ni mashahidi. Tunaondoka nyumbani bila hata kutoa sadaka. Lakini huu ni ufunuo wa pekee. Mungu amenisemesha nimekaa kwamba tutoe sadaka. Kwa nenda kaombe mbele za Mungu. Kile Mungu atakusemesha Jumamosi asubuhi, uje nacho. Bwana Yesu asifiwe. Uje na hiyo dhabihu. Lakini muombe Mungu. Mwambie Mungu, maisha yangu mimi yamekwama sana. Lakini kumbe ndivyo ulivyo, ninaomba ujifunue, utukufu wako ujifunue kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kile ninachokifanya. Nenda usimu mwambie Mungu, ninaomba, nimehangaika sana.
Ninaomba utukufu wako sasa ujifunue kwenye kila ninachokifanya, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, uzao wangu, chochote ninachokifanya, utukufu wako wewe. Alafu twende tukamuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aisee, kuna kitu ambacho Mungu anakiachilia kwenye maisha yetu. Nafikiri toka jana mmeona Mungu anapoachilia kitu kwenye maisha yetu. Ndio maana sasa tumetembelea kulima baba. Aisee, mshangilie Yesu kwa maana tumetembelewa. Tumependelewa kulima baba. Umependelewa wewe, mshangilie Yesu. Wewe na uhakika utakuwa na maisha ya kawaida kuanzia saa hii wiki hii na kuendelea, hautakuwa na maisha ya kawaida katika jina la Yesu. Hautafanya mambo ya kawaida katika jina la Yesu.